Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, tunamshukuru Mungu anaendelea kututunza na kuendelea kuishi kwa ajili ya utukufu wake. Mambo mengi yanatokea, lakini Bwana amekuwa mwaminifu kutuweka hai hata siku ya leo. Nampa Mungu utukufu na kushukuru wewe pia ambaye unaendelea kujifunza na kusoma neno la Mungu na kuleta maswali yako ili tushirikiane katika ufalme wa Mungu. Hii ni neema ya Bwana. Leo ni tarehe nyingine tena ya 25 mwezi wa 6. Ni siku ya kipindi cha maswali ya wasikilizaji pamoja na majibu. Na kwenda kwanza kujibu sasa maswali kama ifuatavyo. Tunaanza na swali la ndugu anaitwa Fredie Balijuye. Nadhani anatokea Dar es Salaam. Yeye ameuliza swali hili kutoka kitabu cha Kutoka 22 mstari wa 18. Ingawa yeye hakuweka andiko, labda nitoe ushauri kwa wengi. Unapouliza swali hili katika Biblia ni vizuri kuweka andiko. Wakati mwingine inaniongezea muda wa kwanza kulitafuta andiko mwenyewe. Ni vizuri ukiwa na swali katika andiko ukaweka na andiko lako. Inarahisisha badala ya kwanza tena kutafuta hayo maandiko ndani ya Biblia. Unakuwa umenipunguzia kazi. Kutoka 22 mstari wa 18 inasema usimwache mwanamke mchawi kuishi. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Anauliza ina maana gani neno hili? Tunaweza kusema katika hii ni Torati. Ilikuwa ni Torati ya Agano la Kale. Na si kwamba wachawi walikuwa ni wanawake tu. Wachawi walikuwepo wanaume, walikuwepo wanawake. Lakini swali linakuja, kwa nini anasema usimwache mwanamke mchawi kuishi? Hatuoni sababu. Na kuuawa ni kwamba kwa sababu ilikuwa ni Torati, walikuwa wanaruhusiwa kuuawa. Hapa ametamka mwanamke. Na sijui kwa nini ametamka mwanamke, hakutamka wanaume, lakini hata wanaume walikuwa wanauawa. Agano la Kale kwa ni Torati ilikuwa inaruhusu maovu mengine kupigwa mawe. Wazinzi walikuwa wanapigwa mawe, wachawi walikuwa wanapigwa mawe, na makosa mbalimbali walikuwa wanaruhusiwa kuuawa, wasilete uchafu katika jamii. Hiyo ilikuwa ni Torati na ilikuwa ni haki. Lakini katika Agano Jipya hatuwezi kufanya hivyo, kwa sababu hili ni agano lingine ambalo limefuta ya kwanza, limeanza na kitu kipya. Agano Jipya haturuhusiwi kuwa mchawi, lakini Agano la Kale liliruhusiwa. Swali la kwamba kwa nini ametajwa mwanamke, kuna mawazo mbalimbali ambayo lakini Biblia haisemi. Hata sasa watu wanasema ukikutana na mchawi wa kiume na mchawi wa kike, ogopa sana mchawi wa kike. Wachawi wa kike hawana huruma. Ukikutana na mtu anayeloga au kuharibu, wa kiume na wa kike, wachawi wa kike wana roho mbaya. Sasa sijui watu wengi wanaamini hivyo, lakini sio Biblia inavyosema. Ila swala la kuuawa, wote waliuawa, hata wa kiume waliuawa. Lakini kwa nini andiko hili limewataja wanawake? Huenda huu usemi unaosemwa na wengi ukawa ni kweli, au kuna sababu nyingine kwamba mwanamke akiwa mchawi, hata siku za leo hiyo ndio inafahamika, wanatesa sana watu kuliko wachawi wa kiume. Naweza nikaishia hapo katika kujibu swali la ndugu Fredie Balijuye. Swali la pili linatoka kwa ndugu unawaza nini, ambaye yuko Mbeya. Aliuliza wiki iliyopita habari ya Marko 10 mstari wa 25
kwamba ni rahisi ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nilijibu. Amerudia kusema kwamba sikujiweka wazi. Nilichokuwa nataka kujua ngamia ni nini na sindano ni nini. Ameomba radhi, ameomba nirudie ngamia ni nini na sindano ni nini au inamaanisha nini. Tunaposoma vitabu vingine, sio Biblia sasa, inaonyesha kwamba sindano inayosemwa katika mistari hii sio sindano tunayoijua ile ya kushonea nguo. Kulikuwa na milango, kulikuwa katika mji wa Yerusalemu, inaelezwa kwamba kulikuwa na milango, mageti ya kuingia katika mji. Kulikuwa na mageti makubwa yaliyoweza kuingia kila kitu, kuingilia. Hata ukisoma mji wa Yerusalemu kwenye kitabu cha Nehemia na Nyakati, inaeleza ule mji ulizungukwa na mageti au milango 12. Hiyo milango 12, kulikuwa na milango mingine ya kupita wanyama, ya kupita watu, ya kutolea taka na kadhalika na kadhalika. Lakini naposema sindano, inaeleza kwamba kulikuwa na milango midogo katika mji wa Yerusalemu. Kulikuwa na milango midogo ambayo ilikuwa haiwezi kupita vitu vikubwa, inapita vitu vidogo. Na inaonyesha kwamba ndivyo Yesu alivyotumia hata aliposema katika Mathayo 7 kwamba ingieni kupitia mlango mwembamba. Maana kuna mlango mpana na mlango mwembamba. Katika Yerusalemu kulikuwa na milango mipana na kulikuwa na milango miembamba katika mji. Sasa ile milango miembamba ilijulikana kama sindano. Ambayo hata mnyama hawezi kupita. Na wanyama ametumia ngamia kwa sababu ngamia ni mnyama mrefu, mkubwa, ana nundu. Yesu anasema ni afadhali, ni rahisi ngamia pite kwenye sindano. Alikuwa anamaanisha mlango mwembamba kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Hapa nilieleza wiki iliyopita, si kwamba Mungu alikataa matajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, lakini alisema hasa ukisoma ile mistari iliyotangulia, wanaotegemea mali. Na tukasema ni matajiri wengi wanategemea mali. Ndio maana hatunao wengi katika ufalme wa Mungu. Si kwamba Mungu amewakataa, lakini mali ni kizuizi cha kuingia katika ufalme wa Mungu kwa wengi. Nadhani nimejaribu kueleza maana ya ngamia na sindano. Kwa hiyo ngamia tunamfahamu na sindano ni hivyo. Hakuzungumzia sindano ya uzi wa kushonea nguo, hapana. Swali lingine anauliza, je, Mungu anaweza kuwapa manabii kutabiri juu ya mpira kama tunavyoona siku za leo? Ameongeza kusema katika Agano la Kale tuliona mwonaji alitabiri kuhusu punda wa Sauli aliyekuwa amepotea katika Samueli. Sasa swala hili ukirudi katika Samueli, Sauli alikuwa anatafuta punda waliopotea. Walienda kwa mwonaji. Baada ya kuwatafuta punda na kuwakosa. Lakini ile swala lilikuwa la Mungu. Mungu ndiye aliyeruhusu punda wapotee. Mungu ndiye aliyeruhusu iwe njia ya Sauli kukutana na Samueli nabii. Kwa sababu Mungu alikuwa amepanga, amemwambia Samueli kuonana na Sauli na kumtia mafuta kama mfalme. Wataonanaje? Mungu ndiye aliyetengeneza mpango wa punda wapotee, na baada ya kuwakosa
waende kwa nabii awaonyeshe, ili iwe njia ya kukutana Samueli na Sauli kama Mungu alivyo. Kwa hiyo haya Mungu alimuonyesha Samueli mapema, lakini Samueli hakuwa kazi ya kwanza kutabiria watu punda au ng'ombe waliopotea. Huu ulikuwa ni mpango maalum. Hatuwezi kulinganisha na hawa wanaotabiri timu fulani itafungwa. Hawa ni wabashiri, sio unabii. Nimezungumza mara nyingi, sio wanabii, ni ubashiri, ni uganga, ni utabiri, ni kubeti. Mbona wengi wanabeti wanafanikiwa, na wengine wanabeti wanaliwa? Si hata wanaotabiri habari ya timu, mbona wengine wameombea timu, wametabiria timu inashinda lakini haishindi? Wakati mwingine wamebahatisha, wamesema inashinda. Ule sikubeti tu, ni kubahatisha, sio unabii. Mungu hawezi kushughulika na mambo hayo ya kitoto kiasi hicho. Tunadhalilisha kazi ya Mungu. Wasiseme wanatumia hivyo kwa sababu ya unabii wa neno la Mungu. Hapana, waseme wanatumia kwa mambo yao ya utabiri na ubashiri wao, lakini Mungu hahusiki. Nadhani niishie hapo. Swali lingine ni la ndugu Damian Clement kutoka Dar es Salaam. Yeye ameuliza, kitabu cha Mathayo 16, tunaposoma Injili ya Mathayo sura ya 16 na ule mstari wa 18. Mathayo 16 mstari wa 18 unasema hivi: nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sasa anasema, tunaposoma kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 7 unasema, tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Kwa nini sasa, ikiwa Yesu alisema kanisa lake halitashindwa, na huku katika Ufunuo tunasoma huyu mpinga Kristo atafanya vita na kanisa au na watakatifu na kuwashinda? Yesu alikuja kuanzisha kanisa. Ndio maana ya kujenga kanisa. Alikuja kuanzisha kanisa ambalo litadumu, halitashindwa. Tangu Yesu amelianzisha kanisa, limepita katika changamoto nyingi. Hakuna awezaye kulizuia kanisa lisiwepo duniani. Limepita changamoto, limepigwa vita, watu wameuawa, watu wamepingwa. Hata leo wapinzani wa kanisa wapo, lakini kazi ya Mungu haitafungwa, haitashindwa. Naweza nikashindwa mimi, lakini kazi ya Mungu itaendelea. Anaweza kushindwa mtu, lakini kanisa halitashindwa. Alichosema hapa, halitashindwa, kanisa halishindwi. Maaskofu wanaweza kushindwa, kanisa litabaki. Wachungaji wanaweza kushindwa, kanisa itaendelea kuwepo. Yesu alianzisha kanisa ambalo haliwezi kushindwa. Ndio maana lipo miaka hii yote. Ni zaidi ya miaka 2000 tangu Yesu ameanzisha kanisa mpaka leo. Limepita changamoto nyingi, imezuka elimu nyingi, utawala wa aina nyingi, ukomunisti wa kupinga na kuzuia neno la Mungu lisihubiriwe duniani, lakini kanisa lipo. Wanaoshindwa ni wanadamu. Ufunuo anazungumzia juu ya mpinga Kristo atashindana na watakatifu, atashindana na kanisa na kuwashinda. Maana inayosema katika Ufunuo ya kuwashinda ni kwamba atakuwa na uwezo wa kuwafunga, atakuwa na uwezo wa kuua, atakuwa na uwezo wa kuwadhibiti. Ndio maana ya kufunguliwa kwa shetani. Shetani atafunguliwa, atakaa ndani ya mnyama, na atampa uwezo wote mnyama afanye kwa uwezo wote ule uliokuwa umefungwa. Kipindi hiki cha kanisa, uwezo wa shetani umefungwa.
Shetani amefungwa, hana mamlaka juu ya kanisa. Lakini wakati huo atakapofunguliwa, ataweka uwezo wote wa kwanza aliokuwa nao, atauleta kuwadhibiti watakatifu. Kuwashinda maana yake sio kiimani, ni kimwili. Hata leo kuna serikali zinapiga marufuku kazi ya Mungu. Zinaweza kumkamata mtumishi zikamfunga ndani, mchungaji. Sasa kama yule mtumishi wa Mungu amefungwa ndani kwa sababu ya haki, hata angenyongwa, lakini kwa sababu ya haki, sio kwamba ameshindwa. Kibiblia sio kwamba ameshindwa, ameshinda. Ila akikaa na imani atakuwa ameshindwa. Lakini akikubali kuifia imani, Biblia inatuambia atakuwa ameshinda. Kwa hiyo maana ya kuwashinda ni kimwili, kwamba atakuwa na uwezo wao wa kufanya chochote anachotaka. Lakini ukisoma maandiko mengine ya mbele tunayoendelea kuhusu mpinga Kristo, kanisa litashinda kwa sababu halitakubali. Watakatifu hawatakubali, watakuwa tayari kufa kwa ajili ya imani. Huo ndio ushindi wao. Lakini yeye atashinda kimwili kwa sababu atakuwa na uwezo wa kuwakamata, atakuwa na uwezo wa kuwafunga, atakuwa na uwezo wa kuwaua anayotaka. Ndio maana ya kushinda. Lakini kanisa la Mungu halishindwi. Ndio maana lipo. Hata wakati wa mpinga Kristo atajaribu kuwaua, atajaribu kuwafunga wengine, lakini Biblia inasema kanisa halitashindwa. Tuna maandiko ya Ufunuo ndani humu, na Yesu mwenyewe alisema halitashindwa. Kwa maana ya kwamba kimwili itaonekana kama anawashinda, lakini kiroho kanisa haliwezi kushindwa kamwe. Ndio maana ya neno hili. Swali hili kutoka kwa ndugu Damian Clement. Alafu ameuliza swali lingine, Tesalonike ya pili, sura ya pili mstari wa 7. Tesalonike ya pili, sura ya pili mstari wa 7 unasema, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Sura hii ya pili Paulo alikuwa anafundisha juu ya kanisa kuendelea kuwepo duniani mpaka wakati wa mpinga Kristo. Sura hii inahusu mpinga Kristo. Mstari wa 3 nasema, mtu asiwadanganye. Yesu hawezi kuja kabla mpinga Kristo hajatokea. Na anaeleza, anasema siri hiyo ya huyu mpinga Kristo inafanya kazi hata sasa, ila haijafunuliwa kwa sababu wakati wake bado. Roho hiyo ipo, upinzani juu ya Mungu, upinzani juu ya kazi ya Mungu, upinzani inaitwa ni roho ya mpinga Kristo. Lakini haijawa wazi, haina nguvu kwa sababu wakati wake bado. Kwa nini bado? Kwa nini haiwezi? Kwa sababu yupo anayeizuia. Hii lugha ya kusema yuko azuiaye, kumekuwa na mafundisho mbalimbali. Wengine wanasema kanisa ndio linazuia, wengine wanasema Roho Mtakatifu anazuia, wengine wanasema siku nane anazuia. Lakini ukirudi katika maandiko, anayezuia ni mmoja tu, ni Yesu Kristo. Ndio mwenye mamlaka, aliyepewa mamlaka mbinguni na duniani. Yeye ndiye mwenye mamlaka yote, mbingu na dunia. Ndiye ana uwezo wa kumzuia. Sasa hivi ndiye amezuia, hajaruhusu mpinga Kristo atokee. Kanisa halina uwezo wa kumzuia mpinga Kristo. Halina uwezo. Kanisa halina uwezo, sio kazi yake. Katika tafsiri mbalimbali za Biblia kuna matokeo mbalimbali na tafsiri mbalimbali. Nyingine zinasema mpaka yule amshikiliaye atakapomwachia, au yule anayemshikilia atakapoondolewa. Anayeshikilia uwezo wa huyu mnyama asitokee ni nani? Haliwezi kuwa kanisa. Ni Yesu mwenyewe ndiyo mwenye mamlaka kwa ajili ya kulihifadhi kanisa lake. Kanisa haliwezi kujitetea. Kanisa linatetewa na Mungu, linatetewa na Kristo. Kwa hiyo roho yake inainuka hapa na pale, lakini haina nguvu ya kulishinda kanisa kwa sababu wakati wake bado haijaruhusiwa. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 7, nilifundisha jambo hili. Utaona kuna malaika wanaota uruhusu
wanaojitolea, wanaojitokeza kuharibu, kuzuia upepo usivume juu ya nchi, yani kuharibu kazi ya Mungu isifanyike juu ya nchi. Lakini kuna malaika mwingine mwenye nguvu aliye na muhuri wa Mungu, anawakemea hao malaika wenye kuzuia upepo juu ya nchi wasifanye hivyo mpaka kazi ya Mungu iendelee kufanyika duniani. Sasa huyu malaika anayewazuia na kuwakemea malaika wa uovu ni nani? Ni Yesu Kristo. Shetani angetaka kuona kanisa linakufa, injili inapotea, lakini Yesu ameisimamisha. Swali la 4 kutoka kwa ndugu Noah Amim kutoka Malawi. Ameuliza Mathayo 16 mstari wa 27 na 28. Nilijibu swali hili wiki iliyopita. Nadhani hakunisikiliza. Anasema unabii huu au andiko hili lilitimia lini? Yesu alisema kuna watu hapa ambao hawataonja mauti mpaka watakapouona ufalme, watakapomuona mwana wa Adamu akija. Katika kujibu swali hili nilikuunganisha na maandiko mengine. Nilikupeleka hata kwa Marko kwamba kuna watu hapa hawataonja mauti mpaka watakapouona ufalme wa Mungu kija kwa nguvu. Wakati sehemu nyingine nasema mpaka watakapomuona mwana wa Adamu akija. Maandiko mengine yanasema mpaka watakapoona ufalme ukija kwa nguvu. Yote haya ilikuwa inamaanisha kitu kimoja. Ufalme wa Mungu ulikuja kwa nguvu lini? Ulikuja kwa nguvu siku ya Pentekoste, wakati wa kushuka kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hii mistari ilitimia wakati wa kuja kwa Roho Mtakatifu. Ilitimia wakati wa Pentekoste. Ninaweza narudia najibu kifupi kwa sababu nilijibu swali hili kwa kirefu wiki iliyopita. Nahitimisha tu kwamba swala hili lilitimia. Maandiko haya yalitimia. Swali lingine limeulizwa na watu wawili, ndugu Justin Adolf pamoja na Clement, pamoja na Damian Clement, wote ni kutoka Dar es Salaam, lakini kila mmoja ameuliza peke yake. Sidhani kwamba wako pamoja, lakini swali lao linafanana. Wanauliza kutoka Mathayo 24 mstari wa 15. Wanauliza chukizo, hili chukizo ni nini? Ni chukizo gani? Nimelijibu swali hili mara nyingi sana. Narudia tena kwa sababu kuna watu wengine yanawapita, au kuna ushawishi, au kuna mabishano. Narudia. Yesu alisema paka mtakapoliona chukizo haribifu limesimama mahali patakatifu. Swali hili linaungana na vitu viwili. Watu wanahoji sana juu ya chukizo hili linasimama patakatifu. Ni chukizo gani? Tatizo ambalo limetokea, changamoto ambayo ipo mpaka leo makanisani na kwa wahubiri wengi, wanaamini kwamba patakatifu panaposemwa na Danieli, wanaamini, wanasoma kitabu cha Ezekieli. Ezekieli amezungumza, amefundisha sana vizuri kuhusu kujengwa upya kwa hekalu Yerusalemu, bila kujua kwamba katika Agano la Kale na unabii, manabii walipokuwa wanazungumza habari ya kujenga hekalu, walikuwa wanazungumza kujenga kanisa. Katika unabii kanisa limeitwa hekalu mara nyingi, maeneo mengi. Hata ukisoma Zakaria alisema atakuja huyo Yesu ambaye atalijenga hekalu lake duniani. Kanisa linaitwa hekalu. Ezekiel alipozungumza habari ya kulijenga upya hekalu, alikuwa anazungumza habari ya kujenga upya, kulijenga kanisa. Hata Danieli alipozungumza habari ya kujenga upya Yerusalemu, alikuwa anazungumza habari ya kujenga, kulikuwa na Yerusalemu ya zamani, yani hekalu la zamani. Unaposema Yerusalemu ya zamani, manake kanisa la zamani, kanisa la Agano la Kale. Mji wa Agano la Kale. Yerusalemu ya Agano la Kale.
Sasa Daniel anasema unakuja kujengwa upya Yerusalemu. Ni kujenga kanisa. Kujenga hekalu upya ni kujenga kanisa. Kujenga mji mpya ni kujenga kanisa. Kanisa linaitwa Yerusalemu mpya, linaitwa hekalu jipya, linaitwa mji mpya. Sasa watu wanasema kwa kuwa Ezekiel alitabiri kujenga hekalu, hekalu litajengwa tena upya Yerusalemu. Na kule ndiko kuna ugomvi sasa wa Arabu na Waisraeli. Wanasema hilo hekalu lazima lijengwe pale Yerusalemu. Alafu mpinga Kristo atakapokuja ataingia kwenye lile hekalu. Ndio mahali inasema mtakapoona chukizo limesimama patakatifu, maana yake mpinga Kristo ataingia kwenye hekalu lililojengwa kule Yerusalemu. Hekalu ambalo alilitabiri Hezekia. Huo ni upotofu. Ezekieli hakutabiri kujengwa upya Yerusalemu kwenye mji wa Uyahudi, alafu mpinga Kristo aingie awe amepanajisi au amesimama mahali patakatifu. Kwanza, Yerusalemu sio mji mtakatifu katika Agano Jipya. Na kukatalia kwa ujasiri mkubwa, Yerusalemu sio mji mtakatifu. Ulikuwa mji mtakatifu katika Agano la Kale. Mji mtakatifu wa Agano Jipya ni kanisa. Hekalu la Agano Jipya ni kanisa. Kwa hiyo mpinga Kristo ndiye anaitwa chukizo, kusimama mahali patakatifu. Wengine wameleta mafundisho ya kiajabu. Wanasema sijui wataruhusu na nguruwe wataingia mji wa Yerusalemu. Nguruwe ni nini? Mungu anashughulika nini? Mungu hashughuliki na majengo yaliyojengwa kwa mikono. Agano la Kale Mungu alishughulika na majengo yanayojengwa kwa mikono. Agano Jipya sio la majengo ya mikono, ni majengo ya kiroho. Kanisa ndio majengo ya Mungu ya kiroho. Kanisa ndio hekalu la Mungu la kiroho. Hawezi kukaa kwenye jengo lililojengwa na mikono. Wala Mungu hashughuliki na majengo yatakayojengwa Yerusalemu. Wakijenga ni ya kwao, lakini sio Biblia. Kwamba mpinga Kristo atakwenda kuingia kwenye hekalu la Wayahudi, alafu ndio iwe ameingia mahali patakatifu. Yerusalemu sio mahali patakatifu, wala jengo litakalo jengwa Israeli sio mahali patakatifu. Mahali patakatifu ni hekalu la kiroho. Mpinga Kristo ataingilia kanisa, atawaingilia watakatifu, kuwazuia, kugombana nao. Ndio maana ya chukizo kukaa mahali patakatifu. Kusudi la mpinga Kristo ni kushindana na watakatifu. Kama itakuwa ni Yerusalemu, basi na maana kwamba watakatifu wa maeneo mengine watakuwa salama. Patakatifu pa Mungu pameenea dunia yote. Machukizo yatawakumba watakatifu dunia yote. Sio Yerusalemu, sio Uyahudi. Chukizo ni mpinga Kristo. Kwa nini anaitwa chukizo la uharibifu? Katika Agano la Kale hata Agano Jipya, hakuna dhambi ambayo ilimchukiza Mungu kama kuabudu miungu, kuabudu sanamu. Ukitaka kumuudhi Mungu ni kuabudu sanamu. Na walipoabudu sanamu aliwaita ni makahaba. Walifanya machukizo, aliwaangamiza. Mpinga Kristo kujiita ni Mungu, kujifananisha na Mungu, itakuwa ni chukizo kubwa. Kuwafanya watu wa Mungu waanze kumwabudu yeye litakuwa ni chukizo kubwa. Tena kwa nini naitwa chukizo la uharibifu? Chukizo hili ndio litakalosababisha uharibifu wa kikomo cha dunia. Paulo katika Tesalonike ya pili mstari wa 3, Paulo wakati Yesu anawita chukizo la uharibifu, na Danieli alisema chukizo la uharibifu, Paulo anasema ni mwana wa uharibifu. Chukizo la uharibifu, mwana wa uharibifu. Chukizo la uharibifu ni mpinga Kristo. Kuingilia mambo ya Mungu, kuingilia ibada ya Mungu, kuingia patakatifu, kujifanya yeye ni Mungu wa kuabudiwa. Sio kuingia kwenye jengo la Yerusalemu. Haya ndio mafundisho yanayopotosha. Mungu katika Agano Jipya hashughuliki na majengo yaliyojengwa kwa mikono ya watu. Kanisa la Mungu la Agano Jipya halijajengwa kwa mkono wa mtu. Ni kanisa la kiroho. Kanisa ndio nyumba ya Mungu, ndio mji wa Mungu, ndio patakatifu pa Mungu. Nadhani nimejibu swali hilo.
ambalo limeulizwa pamoja na ndugu Justin Adolf pamoja na Damian Clement. Swali la 6 linatoka kwa ndugu Eliudi Nduku. Eliudi Nduku kutoka Kenya. Yeye ameuliza, Yesu aliposema mtapata maradufu katika ulimwengu huu na ujao, alimaanisha utajiri gani? Ni mali ya fedha? Hili swali nilijibu wiki iliyopita kutoka Marko 10 mstari wa 25, 23 mpaka 25. Walipomuuliza, sisi tumeacha vyote, tutapata nini? Wakati walimuuliza Yesu, na aliyeuliza swali hili alikuwa ni Petro. Sura ya 10, hebu tusome ya Marko. Anasema mstari wa 28, 10:28, Petro akaanza kumwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Unaona, hakuna utajiri uliotajwa hapa. Swali linasema, ni utajiri gani aliousema Mungu katika hapa aliposema tutapewa maradufu? Yesu hakutamka popote kwamba tutapewa utajiri maradufu. Hakuna. Tutapewa mama aliyeacha mama, watoto, mke, mashamba, nini na nini kwa ajili ya Injili. Bwana atamrudishia maradufu. Hata mimi ndivyo nilivyo. Niliacha wazazi nikaanza kumtumikia Mungu. Nina wazazi wengi, nina mama wengi, nina dada wengi, hata wewe ni ndugu yangu. Nina ndugu wengi, nina mashamba mengi, kila kitu nacho. Na hajaishia hapo, amesema hata udhia. Udhia maana yake hata tabu nazo utapata hivyo hivyo. Utapata ndugu wengi na mama wengi na ndugu wengi na kila kitu kingi, hata udhia nao utapata. Udhia maana yake hata matatizo utayapata. Katika utumishi tunapata vyote, lakini hakuzungumza habari ya utajiri hapa. Watu ndivyo wanavyogeuza kwa sababu wana nia ya utajiri. Hapa hakuna utajiri uliosemwa hapa. Ila kuna udhia, kuna baba, kuna mama, kuna mashamba, kuna watoto. Mimi sasa ni ndugu wa wengi, nina baba wengi, pia ni baba wa wengi. Nina baba wengi, pia mimi ni baba wa wengi. Nina watoto wengi manake, na mashamba, na maudhi nayo ninayo mengi. Ndicho alichokuwa anafundisha Yesu. Hakuzungumza habari ya utajiri. Swali lingine ni kutoka kwa Anodi Mko. Anasema, kwa nini kitabu cha Ufunuo hakikuandikwa kwa mtiririko kama vitabu vingine? Ni kosa la mwandishi au ni mpango wa Mungu? Kwa ufupi nijibu kwamba ni mpango wa Mungu, kwa sababu Yohana aliandika kile alichokuwa nafunuliwa. Yanakuja mafunuo haya, Yohana anaandika. Yanakuja anamfunulia hili, Yohana anaandika. Mafunuo mengine yanaishia njiani, anamletea kitu kingine, anaandika. Baadaye kinakuja kitu kingine. Kwa hiyo hatuwezi kusema Yohana alikosea, makosa ya mwandishi. Ni Mungu ndiye alikuwa anaonyesha, na Yohana hakuandika chochote ambacho Mungu hakumuonyesha.
Kwa hiyo Mungu, Yohana aliandika kile alichokuwa anaonyeshwa na Mungu. Kwa hiyo tunaweza kusema kama ulivyosema mwenyewe, ulikuwa ni mpango wa Mungu. Kwa nini aliweka mpango wa Mungu kitabu kiende mbele na nyuma, kisifuate mtiririko? Ni kama vile maneno ya Mungu siku zote amesema Mungu anatumia mafumbo. Biblia imejaa mafumbo. Imejaa mafumbo, imejaa siri. Ili kuielewa Biblia tunahitaji ufunuo. Kuyaelewa mafumbo ya Mungu tunahitaji ufunuo. Ndio maana hata kuja kwake hakuwa wazi. Hata kujieleza kwake hakuwa wazi. Mambo mengi hayako wazi. Hata ufunuo hauko wazi. Hata unabii hauko wazi. Tunahitaji ufunuo wa Mungu. Asante, ametupa kanuni. Zipo kanuni tunazozifuata, tunapata kumuelewa Mungu alikuwa na maana gani. Huu ni mpango wa Mungu. Ndiye aliyesababisha kitabu hiki kiandikwe hivyo. Wala sio mwandishi, ni Yesu mwenyewe. Na ndio maana wengi wanakiogopa. Kimeficha siri nyingi. Kitabu cha Ufunuo kimeficha siri nyingi. Watu wamekataa kujifunza kitabu cha Ufunuo, wamekosa siri nyingi za Mungu. Wote wanaokataa kujifunza kitabu cha Ufunuo wamefikiri ni unabii, wanatabiri mambo, wanasema watayakuta siri wakupimbia. Wamekosa siri nyingi, maana ufalme wa Mungu ni siri, na usipotaka kutii utakosa siri za Mungu. Nasikitika kusema hili, Wakristo wengi, wachungaji, walimu, vyuoni wamekosa siri za kitabu cha Ufunuo. Wanahangaika na vitu ambavyo havipo wala hawataviona kamwe. Kwa sababu kama kitu kipo hapa, unaenda kutafuta sehemu ambako hakiko, huwezi kukipata. Kama kuna jambo limepotea, mtu akakwambia eneo tumedondosha, naamini nimedondosha au nimepoteza maeneo haya, mtakuwa na eneo moja dogo la kutafuta hicho kitu mnachokitafuta. Lakini mtu akisema nimepoteza, sielewi nikopoteza wapi, utatafuta wapi? Utatafuta mashariki wakati kiko magharibi, utatafuta kusini wakati kiko kaskazini. Tunapojua kwamba haya mambo ni mambo yaliyotabiriwa, tunapata rejea, hadithi za rejea za kutuonyesha kwamba ufunuo huu unazungumzia jambo hili, ufunuo huu hapa unazungumzia jambo hili. Wale wanaosema kwamba yako mbele hawana hata rejea, wanakisia kutoka kichwani, wamepoteza siri nyingi za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ulikuwa ni mpango wa Mungu mwenyewe. Kama walivyofichwa vitu vingine, na hii wafichwe pia wale wasiotaka kumtafuta Mungu. Walipomuuliza Yesu, kwa nini unasema mambo haya kwa mifano? Kwa nini unaongea kwa mafumbo, kwa mifano? Yesu alisemaje? Wenye kuelewa waelewe, wasiotaka kuelewa wasielewe. Ndivyo ilivyo hata leo. Swali lingine la ndugu Mko ameuliza, je, Gogu ni nani? Gogu ni nani? Tukisoma Gogu anapatikana kitabu cha Ufunuo sura ya 20. Vita vinavyosemwa katika sura ya 20 kwa kusanya kwa vita mfano wa Gogu. Vita hivi vilitokea. Gogu na wenzake. Gogu alikuwa ni mfalme wa Magogu na nchi ya Tubali na Puli na nchi nyingine. Ukisoma kitabu cha sura ya 38 ya Ezekieli na sura ya 39, alikuwa ni mfalme. Waliungana kuipiga Israeli. Mungu alisimama na Israeli akawashindia. Vita vinavyosema katika Ufunuo ni vita vya mpinga Kristo. Vitafananishwa na Gogu. Vinafananishwa na Gogu kama alivyoungana na wenzake akashindwa. Ndivyo itakavyokuwa vita hivi. Mataifa wataungana kama mchanga, lakini Yesu atashinda. Na kwa leo Gogu unapokwenda kwenye ramani
ya leo inaonekana ni Asia, ni Asia, nchi za Urusi. Ndiko ile Magogu inaonekana katika mipaka ya leo iko kwenye nchi za Kirusi. Kwa hiyo Gogu ni nani? Gogu alikuwa ni mfalme wa Magogu, aliyeshinda, aliyepigana na Israeli, na Mungu aliwashinda. Ndivyo itakavyokuwa katika vita hivi, ambavyo mataifa mengi kama mchanga wa bahari watakusanyana kupigana na kanisa, yani kuliangusha kanisa, lakini moto utatoka juu, Yesu Kristo atatokea na kuwashinda na kuangamiza. Swali lingine la mko ameuliza Ufunuo 20 mstari wa 5. Anasema ni akina nani ambao hawakuwa hai katika Ufunuo sura ya 20. Ameuliza kutoka Ufunuo sura ya 20 mstari wa 5, unasema hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie miaka 1000. Ukirudi mstari wa 4, mstari wa 4 unazungumzia roho za waliokufa katika Bwana. Mstari wa 4 unazungumzia juu ya roho za waliokufa katika Bwana. Anasema mwisho wa mstari wa 4, anasema nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Roho za watu wamekufa, lakini wakawa hai wakatawala pamoja na Bwana miaka 1000. Miaka 1000 ni kipindi cha kanisa. Wote waliokufa, waliotutangulia, Yesu alisema yeye aniaminie ajapokufa atakuwa hai, atakuwa naishi. Yesu alisema katika Yohana 11, yeyote anayeniamini hata akifa atakuwa anaishi. Hapa Ufunuo anasema wote waliokufa katika Bwana wakawa hai, wakaendelea kutawala pamoja na Kristo. Hii inatupa matumaini gani? Kwamba wote waliokufa katika Kristo, wamekufa katika utumishi wa Kristo, wako hai, wanatawala pamoja na Bwana. Maana yake wanatumika pamoja na Bwana. Kwa vipi? Siwezi kujua, lakini maandiko yanatuambia waliokufa wako hai, wanatawala pamoja na Bwana. Wanatawalaje? Sijui. Mungu anavyowatumia roho za watu waliokufa, Mungu anavyowatumia. Unajuaje? Hapa amesema wanatawala. Sisi tuko hai duniani, tunatawala pamoja na Bwana kwa sababu tunahubiri, tunaomba, tunakemea mapepo, tunashindana shetani, tunatangaza ufalme wa Mungu. Huko ndio kutawala na Bwana. Sasa hizi zilizokufa, hawa watu waliokufa roho zao nao zinatawala. Zinatawala ina maana zinatumika. Ukiniuliza zinatumikaje? Biblia haijasema, ila kuna mawazo yanayoweza kuwa kweli au sio kweli. Biblia inasema malaika ni roho watumikao. Malaika ni roho watumikao. Wametoka wapi hawa roho? Na hawa watu waliokufa, roho za watu waliokufa nazo zinatumika pamoja na Bwana. Huenda wakawa ni malaika, sijui. Ninalinganisha maandiko. Ikiwa malaika ni roho watumikao, ikiwa roho za watu waliokufa zinatawala pamoja na Bwana, maana ziko hai. Ni mstari wa 4 huo. Ukiingia mstari wa 5, anasema wafu waliosalia, maana yake wale waliokufa bila Bwana. Wakati wale waliokufa na Bwana wako hai, lakini wafu waliosalia ni wale waliokufa bila Bwana. Hao hawakuwa hai mpaka miaka 1000 itimie, mpaka mwisho wa dunia, mpaka mwisho, mpaka wakati wa ufufuo. Unajua, tulikuwa tumekufa kifo cha kiroho, tulikufa. Tulipookoka tukafufuliwa. Biblia inasema tukifufuliwa hatufi tena. Kwa hiyo nikifa sasa, ninalala, nitaendelea kuwa hai kwa sababu nilishafufuliwa na kupewa uzima wa milele umo ndani yangu. Kwa hiyo nikifa sifi, nalala, naendelea kutumika. Huko roho zinakotumika hatuwezi kujua zinatumikaje, lakini sifi.
Watu hawafi, wanaokufa katika Kristo hawafi. Wanaendelea kuwa hai, wanaendelea kutumika, kutawala pamoja na Bwana. Wale waliokufa na dhambi bado hawawi hai mpaka miaka 1000 timie, yani mpaka wakati wa ufufuo. Kwa hiyo wanaosemwa mstari wa 5 ni watu waliokufa bila Kristo, na wanaoendelea kufa bila Kristo hawatakuwa hai. Lakini wale wanaokufa katika Kristo, Biblia inatuambia roho zao zinatawala pamoja na Bwana. Ndio swali lako la mwisho la ndugu Nko. La mwisho kabisa linatoka kwa ndugu Regina Ibrahim wa Kigoma. Regina Ibrahim wa Kigoma anauliza kutoka Matendo 21 mstari wa 17 mpaka 24. Anauliza kwani mitume waliokuwa Yerusalemu walikuwa wanashika sheria? Hebu tusome alafu nitakujibu. Tusome alafu nakujibu. Ndio swali letu la mwisho. Matendo 21. Matendo ya Mitume sura ya 21 mstari wa 17. Unasema tulipofika Yerusalemu wale ndugu wakatukaribisha kwa furaha. Hata siku ya pili yake Paulo akaingia kwa Yakobo pamoja nasi na wazee wote waliokuwepo, na baada ya kuamkia akawaeleza mambo yote moja moja Mungu aliyowatendea. Kuna habari ndefu inaendelea, ni masimulizi au ni ushuhuda wa Paulo. Swali linataka kujua kwamba mitume walikuwa wanashika sheria. Sheria ilikuwepo kwa Wayahudi. Niseme hivi, sheria ilikuwepo kwa Wayahudi wote. Hata mitume walikuwa ni Wayahudi. Yesu ndiye aliyewapa injili mpya, kwamba waachane na Torati, wahubiri injili ya Yesu. Na injili ilianza kwa Wayahudi pia. Kwa hiyo pambano kubwa waliokuwa nalo mitume, walikuwa wanapambana na watu Wayahudi wenzao ambao wameshika sheria. Wao wameambiwa wasihubiri sheria, wasihubiri Torati. Kwa hiyo mitume walihesabiwa kwamba ni wapinzani wa Torati. Waliwindwa na kupigwa vita kwa sababu walikuwa ni wapinzani wa Torati. Ukisoma habari hii, Paulo alikuwa anatafutwa akamatwe kwa sababu anahubiri kinyume na Torati, kinyume na sheria. Anashauriwa kwamba ili wasimtafute, ili wasimpinge, wasimkamate kwamba ni mpinzani wa Torati. Aliwakuta Wayahudi ambao wanafuata sheria za utakaso na kunyoa nywele na kufanya nini. Wakamwambia, walimshauri Paulo, ili watu wa mji huu wasikutafute kukamata kama walivyosikia habari zako kwamba wewe ni mpinzani wa Torati, jiunge na hao wanaokwenda kujitakasa kwa sheria ya Kiyahudi. Ujiunge nao, unyoe nywele pamoja nao. Watakapokuja kukuona wakakuta umeungana na wao au na wewe umenyoa nywele, hawatashughulika nawe, watajua maneno walioyasikia yalikuwa ya uongo. Paulo ndivyo alivyofanya. Akajiunga, akanyoa nywele, akajiunga na makundi ya Kiyahudi. Hiyo ni hekima tu, ni Mungu alimpa hekima hiyo ili itumike baada ya kukamata, kupambana nayo, injili yake isizuiliwe. Walipomkuta ameungana na Wayahudi wanaoshika sheria, wakajua kumbe maneno tuliyoambiwa yalikuwa ni ya uongo. Hawakumdhuru Paulo. Paulo akaendelea na injili. Kwa hiyo mitume hawakushika sheria, waliipinga sheria. Sheria ilikuwa inawakandamiza wasimuone Yesu. Hili ndio swali letu la mwisho kutoka kwa mama yetu Regina Ibrahim. Mungu akubariki sana kwa swali hilo, na wote mliouliza maswali nimejaribu kujibu kwa kadri ninavyoweza. Ninayajibu maswali haya kutokana tu na kanuni mbalimbali ambazo ni za kusoma Biblia. Ukizielewa, ukifuata,
utaiona Biblia inavyokuwa wazi. Mungu hakuiweka Biblia iwe tanzi, iwe ya kutusumbua, iwe ya kutuminya na kutuangusha. Mungu anataka tupate ufunuo wa neema ya Mungu na siri za Mungu ndani ya Biblia. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo na kwa kipindi hiki. Nihitimishe kwa kusema na wakaribisha tena kwa undani zaidi. Tunaendelea na chuo chetu. Haya tunajaribu kuwasaidia kwa ajili ya wote, lakini unapoingia kwenye chuo tuna mambo makubwa zaidi ya kujifunza undani zaidi. Haya tunakupakulia yaliyo nje, yaliyo juu katika neno la Mungu. Tunakukaribisha. Chuo chetu kinaitwa Kingdom Truth Bible College kwa njia ya mtandao. Utajiunga, utasoma ukiwa hapo nyumbani. Tutakutumia masomo, utafanya na mitihani utafanya ukiwa nyumbani. Tuna siku 2 kila mwezi za kukutana na wanafunzi wetu live. Tunakutana mara 2 kila mwezi. Na masomo mengine utajisomea nyumbani. Ada ni rahisi tu, kila somo unalilipia shilingi 30 kwa sababu ya gharama mbalimbali tunazozitumia, na Mungu atakubariki. Jina langu ni Dr. Zefania Mwarusambo. Namba ya simu ni 0754 04 15 99. 0754 04 15 99. Namba ya ofisi 07 69 00 73 28. Mungu akubariki ndugu msikilizaji. Amani ya Bwana iwe juu yako. Amen. Vipi, unatamani kukua katika neno la Mungu? Unataka kujifunza neno la Mungu kwa kina ukiwa nyumbani kwako tu? Sasa ni wakati wako. Kingdom Truth Bible College KTBC inakuletea masomo ya Biblia kwa njia ya mtandao kupitia simu yako tu. Jifunze neno la Mungu na uimarike kiroho popote pale ulipo duniani. Ni rahisi sana. Kikubwa uwe na akili timamu, ujue kusoma na kuandika, na uwe na hamu ya dhati ya kujifunza Biblia. Tuna walimu waliobobea na wenye uzoefu mkubwa kufundisha biblical theology, na utajifunza kozi zaidi ya 24 zitakazo kubadilisha kimwili na kiroho. Kujiunga, tuma neno usajili kwenda namba 0741996990. Mara baada ya hapo utapokea maelekezo rahisi tu ya namna kujiunga, ama tembelea www.ktbc.ac.tz na utachukua fomu yako kwa shilingi 10,000 tu ama $15. Tupigie simu au kwa WhatsApp namba 0769007328. Kuwa sehemu ya kizazi kilichojengeka kiroho na kimwili kwa ufanisi wa hali ya juu kupitia Kingdom Truth Bible College KTBC. Blessed.